Asante kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru siku ya leo tunaposherehekea kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kanisa la kale, na Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anawezesha kanisa ya leo kuendelea katika imani na hasa katika huduma ambayo Mungu wetu ametuitia. Mimi kwa jina kama vile nimetambuliwa, naitwa Evanson Mwangi Kamundia, na Kristo ni Mwokozi wa maisha yangu. Siku ya leo ni siku ambayo kama kanisa la Kianglikana Uaskofu wa Nairobi, sisi huwa na desturi siku ya Pentekoste kutembea katika kanisa zetu tukieneza habari njema ya wokovu wa Kristo. Na kwa hivyo tukiwa katika kanisa zetu zote, sio tu only Mother Church but all the local churches, wachungaji na hata wainjilisti, siku ya leo tunatembea kila mahali kwa mwongozo wa askofu wetu. Niko na familia, niko na mke na watoto watatu, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumekuwa katika huduma katika uaskofu huu kwa zaidi ya miaka 20 katika parokia mbalimbali. Leo ningetaka tukajiuliza au kujifundisha ujumbe wa Roho Mtakatifu maishani mwetu, na kama vile tumepata neno la Mungu kutoka kwa Matendo ya Mitume, tunasoma vile kanisa la kale lilipokea mwamsho mpya au mwamko mpya katika huduma zao. Tumesoma kuwa hata ilivyotimia siku ya Pentekoste, walikuwepo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia kutamka. Siku hii ni siku ambayo tunaona Roho Mtakatifu akiingia juu ya watumishi wa Mungu wa kale, wale apostles wa Yesu, na hapo tukaona mwamko mpya, hasa kuzaliwa kwa kanisa la Kristo kwa njia iliyo imara. Lakini je, tunaweza jiuliza swali moja? Inamaanisha Roho Mtakatifu anaonekana kazi yake na huduma yake wakati ule tu? La, hapana. Katika Agano la Kale tunaona Roho Mtakatifu ndani ya Utatu Mtakatifu akiwa pale hata katika mwanzo wa ulimwengu huu. Na kwa hivyo tunaona Roho Mtakatifu akiwezesha watumishi wa Mungu, makuhani, makasisi, manabii wa kale kufanya kazi waliofanya ya huduma, waliongozwa tu na Roho Mtakatifu wa Mungu, sio kwa nguvu au uwezo wao. Tuliona Yoeli 2 mstari wa 28 alitabiri miaka iliyokuwa mbele
kuwa siku itakuja ambapo Mungu atamwaga Roho wake Mtakatifu kwa watu wake, na mambo ambayo itakofanyika na kufuatilia. Yohana Mbatizaji katika Agano la Kale, katika Mathayo 3:11, wakati wa kubatiza alikuwa anawaambia watu, na wabatizeni kwa maji, lakini yule yuaja atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Kwa hivyo siku ya leo tunaona timizo au tunasherehekea kutimizwa kwa unabii uliokuwa umetokea kutoka siku za zamani. Na kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kujiuliza maswali mawili au matatu. Je, ni mambo gani tunaweza jifundisha kutokana na kanisa la kale katika maisha yetu ya imani na vile katika kumtumikia Bwana? Yesu Kristo alisema katika Yohana 15:26 kuwa atatutumia msaidizi ambaye atatoka kwa Baba, Roho wa ukweli ambaye atatoka kwa Baba, atakiri kuhusu Yesu. Manake ni kusema sisi hatuwezi kuwa mashahidi wa kweli, hatuwezi kuwa mashahidi ambao wako na usujaa, ila tu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunaambiwa siku ya Pentekoste wanafunzi walikuwa pamoja, na ghafla mambo ikatokea na ikabadilisha mienendo yao katika njia za umishonari, na kupitia kujazwa upya wakasimama wima katika imani. Ni jambo ya ajabu, kwa maana tunaona mtu kama Peteri akisimama na kunena kwa usujaa bila kuogopa injili ya Kristo, na watu maelfu wanakuja kwa imani hii. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anatuwezesha kusimama wima na kutangaza habari njema bila kuogopa, iwe wakati ya majira inayokubalika au ile haikubaliki. Basi tukajiuliza, ni mambo gani katika kanisa la karne hii tunaweza endelea kujifundisha kutokana na kanisa la kale, na kama vile theme ya uaskofu wetu imekuwa back to the basics, learning from the marks of the early church. What are the strategies, what made them to be effective, that today the Church of Christ is still thriving? Kuna mtu mmoja nilikuwa nimequote, anaitwa William Booth, ambaye ni mwanzilishi wa Salvation Army. Miaka ambayo ilipita mingi, alisema changamoto ile anaona itakuwa kwa kanisa ni kuwa kutakuwa na dini isiyokuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kwa kweli ni changamoto tulionayo siku ya leo. Watu wanatafuta kuwa watu wa dini, lakini wanakosa kuzama ndani ya Roho Mtakatifu ambaye huleta mabadiliko katika maisha ya binadamu na katika huduma. Vile anaona kweli kutakuwa na changamoto, kutafika wakati kutakuwa na Wakristo ambao kutakuwa na Ukristo bila kuwa na Kristo. Yaani watakuwa ni malebo ya Ukristo, lakini Kristo hayumo ndani yetu. Christianity without Christ. Watu watashereheka kuitwa majina ya Ukristo, watu watashereheka kuitwa members wa kanisa, lakini wameasi kubadilishwa na Roho na Kristo mwenyewe. Akasema
forgiveness without repentance. Eti watu watakuwa nasema kusamehewa dhambi bila kutubu. Unaona, the Bible calls for radical change when we have personal encounter with Christ. Wakati ule Zacchaeus alikutana na Yesu Kristo, alisema hata yale yote nimeiba nitafanya nini? Kwa maana ukikutana na Yesu Kristo lazima ubadilike. Petero alipokutana na Yesu Kristo akaacha kuwa mvuasi wa samaki akawa mvuasi wa nini? Wa watu, kuleta watu kwa Kristo. Sauli alipokuwa Damascus akienda kutesa kanisa la Kristo, alipokutana na Yesu Kristo akabadilishwa, akaitwa Paulo na akaanza kuwa mtumishi wa Kristo. Na kwa hivyo tunapokutana na Yesu Kristo, maisha yetu hubadilika, mawazo yetu hugeuzwa, huduma zetu zinapewa nguvu mpya, na hata kuona maneno tunayatazamia katika mtazamo mpya, kwa maana Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya kazi ndani yetu. Booth akaendelea akasema, at the same time he foresees a challenge that to confront the church is politics without God. Siasa bila nani? Mungu. Na nifikiria hiyo ni changamoto. Maana katika ngazi zote za uongozi ni nafsi Mungu hutupea, ndiposa tukatumikia watu wa Mungu kulingana na mapenzi yake. Na mwisho alitamatisha hiyo quote kusema, anatazama wakati ambapo there will be the whole issue of heaven without hell. Yaani watu watakuwa nasema mambo ya mbinguni bila kujua kwa ukweli pia kuna jehanamu. Hiyo inatuita katika muamko mpya wa Kristo, wadugu na wapendwa. Inatuita katika hali ya kuangazia mambo ya neno na ushuhuda kulingana na mapenzi na kulingana na maandiko ya Kristo. Mambo matano ambayo nitafanya kwa mstasari, ambayo sisi kama Wakristo na pia katika huduma ambayo Mungu ametuitia tungejifundisha kutoka na kanisa la Kipentekoste la kale, vile Mungu alifanya kazi kupitia wao. Kwanza, they yielded to the leading of the Holy Spirit. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8 inasema hivi, lakini mtapokea nguvu akiwajia juu yenu Roho Mtakatifu wa Mungu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yaani Roho Mtakatifu atakapowajilia, Mungu akahadi kuwa they will receive power, atapata nguvu. Sio nguvu za kutenda matendo na mapenzi yao binafsi, lakini watakuwa wanapata nguvu kuwa mashahidi wa Kristo kuanzia Yerusalemu na ulimwenguni kote. Katika karne hii Mungu anatuita kupitia neno lake siku hii ya Pentekoste, tusimame wima tukiwa tumejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, tuwe mashahidi wa Yesu Kristo popote tuendapo. Tukiwa manyumbani, tukiwa kwenye biashara, tukiwa kazini, tukiwa safarini, kwa maana tuko na nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu, tuwe mashahidi waaminifu wa Kristo. Kanisa la kale tunaambiwa katika Matendo 2:4 vile tumesomewa, walikuwa pale katika Holy Temple na walijazwa na Roho Mtakatifu, kwa maana walikuwa wako katika lengo moja. La pili ambao tunajifundisha katika shine ya kanisa la kale
ni kuwa walikuwa ni watu wa imani, community of faith. Wahibrania 11 mstari wa 6 inatuambia, without faith it is impossible to please God. Yaani bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu kamwe. Naye Paulo katika Warumi 3 anasema utakatifu au kufanywa haki mbele ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa imani. Kanisa la kale lilijua lengo la imani yao ni Yesu Kristo aliyekufa na kusulubiwa. Yesu ambaye Petero katika kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa kwanza anasema kupitia kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo tumezaliwa upya. Lengo la imani yetu ni Yesu Kristo. Sijui lengo la imani yako ni nini? Wakati mwingine tunakosa kulega shabaha mahali inaofaa. Kwa sababu tunaweza kuwa pengine lengo la imani yetu ni dini, lengo la imani yetu ni kutunikiwa gazi fulani na fulani, lengo la imani yetu ni mali ya ulimwengu, na inafika hapo. Lakini lengo la kanisa la kale kwanza walijua lengo ni imani ndani ya Kristo. Wacheni Kristo awe ndiye lengo la maisha yetu na tutakuwa zaidi ya washindi. Lile lingine wapendwa ni kuwa kanisa la kale liliungana katika umoja. Kwa maana Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu analeta umoja. It was like a brotherhood, fellowship. Tumesomewa katika Wakorintho wa kwanza 12 katika huduma mbalimbali tunakumbushwa ya kuwa mwenye kutupea nguvu ni mmoja na ndiye Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kwa hivyo kanisa kama hili kila mtu ako na nafasi ya kuchagia katika huduma ya Bwana. Kwa maana kila mtu amepewa kipawa ya kumtumikia Bwana. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu hatuwezi sema huduma na ya wale. Kazi yangu ni kuja kuketi katika ibada, kutoa sadaka, kufuatilia matangazo na mwisho nigojee Jumapili. Hapana, wale watabadilisha mitaa zetu, wale watabadilisha nchi yetu, ni wale watakuwa 24/7 mashahidi wa Yesu Kristo. Na kila mmoja wetu ako na nafasi ya kuchagia. Nimesikia tukitangaziwa vile tunaendelea kwa sababu tumeshirikiana kwa umoja, mmeendelea kuchaga pesa za kusupport huduma. Si ni kweli? Mungu awabariki. I clap for you. Maana ni kwa sababu kwa kushikana na kumwambia Mungu wewe, hata kama kuna mambo inakuwa magumu, tuko na sehemu ya pia kuhusishwa katika kazi ya Mungu. Mungu akabariki hata kazi ya mikono yenu. Na wale wametoa, Mungu awazidishie. Wale wanakusudia kutoa, Mungu awajalie, lakini hakuna mtu atapungukiwa kwa sababu ametoa kwa kazi ya Mungu. Yeye ni Mungu mwaminifu. Na sio tu kwetu, bali kwa kizazi chetu. That's the confession. When we serve God faithfully with dedication, God will put it in the book of remembrance. Wakati tunaposhikana pamoja, jamani wa Kristo, katika hiyo umoja, kanisa la Kristo linapata joto. Hakuna mtu atasikia akiwa na upweke. Huko nje kuna shida, huko nje kuna matatizo, kuna a lot of anxiety, kuna uoga. Wakati kwingine tunaambiwa sisi ni bure. Lakini kwa neno la Mungu na kwa kanisa la Kristo tunaambiwa we are fearfully and wonderfully made, and we are important in the eyes of God. Siku hizi tuko na changamoto sana katika mambo ya afya ya ufahamu au mental
health, changamoto iko hapo. Na unaweza kutana na mtu pia, uone mtu amevaa smart vizuri, anatembea vizuri, lakini ndani yake ako katika ulimwengu mwingine kwa sababu ya ile changamoto anapitia. Unaweza kuona mtu wako smart na pengine hata nauliza, where do I get the food ya watu wangu? Juzi pale naishi, kuna mtu alinifuata, a lady smartly dressed, driver akaniambia, akanisimamisha, nika slide down the kio ya gari, akaniambia, aliniita father, akaniambia, father, I saw you and I followed you car kwa estate. Mimi sihitaji mambo mengi, nataka chakula ya watoto wangu, nataka chakula. What do you do? God teaches us just to share. Going to the supermarket next to our door, Kuitisha, she was just praying and making those signs of the cross. Hakika sema is about God and love of Christ. Praise be to God. There is a lot of trouble outside there. People are overwhelmed. Who is to take the message of hope and encouragement is not us, the body of believers. And it will be worse if people come to the church and don't find that warmth of fellowship and acceptance. Praise be to God. Kanisa la kale, kila mtu alikuwa nasikia sense of belonging. Kama vile uko hapa unasikia tu, hata Jumapili ingine unaangalia ushirika. Mko na ushirika gapi? Unauliza ushirika ya siku yetu inafika lini? Ndio ufike mkutane na wapendwa ndani ya Kristo. Unatazamia siku ya Jumapili uje kwa ibada, uabudu Mungu, usikie neno la Mungu, uondoke ukiwa umebarikiwa na kuanza safari ya wiki mpya ukiwa zaidi ya mshindi. Kanisa la kale lilikuwa na nia moja ndani ya Kristo. Jambo lingine ni kuwa kanisa la kale lilizingatia maneno ya mafundisho. Ukiangalia the word teach au kufundisha, limerudiwa sana katika Matendo ya Mitume. Walijifundisha neno. Na jameni wa Kristo, tutashinda mwovu shetani sio kwa sababu ya filosofia zetu na elimu zetu, bali tutashinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa neno la Mungu ambalo tumeficha katika roho zetu. Yesu Kristo alimwambia shetani, imefanya nini? Imeandikwa. Nilikuwa naambia watu wa ibada iliyopita, tuwe kama Bereans katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11. Biblia inasema wao Bereans, wakati Paulo alikuwa anafundisha neno, walirudi katika maandiko na kutazama kama yale Paulo alikuwa anasema inaambatana na nini. Lakini siku hizi Wakristo wamekuwa wazebe. Wanasema pastor alise, apostle alifanya nini, nabii alise, na quick fix za social media hapa na pale. Wacheni tuzame katika hili neno. Wanafunzi wa Yesu Kristo katika Luke 11 verse 1. Ni kwa kweli Yesu Kristo alikuwa ametenda miujiza miongoni mwao. Alikuwa ametenda mambo mengi ya ajabu. Lakini hawakusema, waliambia Yesu, Rabbi, teach us how to pray. Yaani tufundishe jinsi ya kuomba. Nayo hiyo ni sehemu nyingine katika ile mambo kanisa la kwanza lilizingatia, mambo ya maombi.
Vita tulio nayo, wadugu wapendwa na wadada wapendwa, sio vita ya mwili na damu, bali tutashinda kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na tutafanya hivyo kwa magoti. Hebrews 5:7 tunaambiwa Yesu Kristo atakaa kwake katika siku ya maisha yake hapa ulimwenguni. Aliomba kwa sala na kwa sauti na kwa kilio na machozi kwa Mungu yule ambaye alimsikiza kwa sababu alinyenyekea. Tunapoomba wapendwa, mambo makuu itaendelea kutendeka nyumbani mwetu. Tunapoomba, mambo makuu na ajabu itatendeka katika nchi yetu na ulimwengu. Tunapoomba, mambo mazuri itatendeka kwa kizazi chetu. Tunaona wanafunzi wa kale waliweka msingi mambo ya maombi. Kristo mwenyewe katika huduma yake, wakati mwingine na mwingine alienda pembeni. Na kwa hivyo wakati mwingine, kwa sababu ya ile kelele iliyo huko nje katika ulimwengu, ni vizuri kutafuta nafasi kuenenda mahali pembeni, kutafakari uhusiano wetu na Mungu na kusikiza vile Mungu anatushauri. La sivyo tutapitwa na wakati wa utembeleo wa Mungu. Yule anaofahamu wakati na majira ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na ndiyo anaweza elekeza njia zetu, mienendo zetu, huduma zetu, nazi tutafuata na kupata kufanikiwa. Colossians 4:2 inasema tuombe na tuwe waangalifu na tuwe na shukrani. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Na 1 Timothy 2:1-3 natuambia tunaitwa tuombe, prayer and intercession and thanksgiving be made for everyone, for kings and rulers and those in authority, that we may live peaceful, quiet lives in all godliness and holiness. Yaani tuko na jukumu hata kuombea wale wako katika uongozi, ndiposa nayo maisha yetu ikawa imebarikiwa. Ni neno la Mungu limetuelezea hayo. Wakati mwingine tunajaa kelele, wasiwasi, maneno, lakini je, jamani, tunachukua nafasi yetu kuenenda katika magoti na kuombea huduma na viongozi wetu vile vile? Wawe viongozi wetu wa nchi, wawe viongozi wetu wa kanisa, popote ni vizuri kuweka mambo hayo katika Bwana. La mwisho, katika nguvu za Pentekoste au Roho Mtakatifu wa Mungu, kila mmoja wetu anaitwa katika huduma ya compassion. Yaani ile huduma iko na utu. Kwa maana watu wako na jeraha tofauti katika maisha. Yesu Kristo, kama vile tumesomewa katika John 20, ilikuwa one of the readings. Alipokuta wanafunzi wake wako na wasiwasi, hawajui tutaenda nini, hawakuwa wanajua mbele wala nyuma, alisimama kati yao. Hakulega kidole na kuwahukumu, hapana, na kuambia nyinyi waoga sijui nini, aliwaambia amani iwe nanyi. Na hiyo ni maneno yaliyo magumu na ya uzito. Sijui siku ya leo ni nini inakuweka wasiwasi, wapendwa ndani ya Kristo. Pengine ni biashara yako unaona kama inafirisika. Pengine ni ailing health. Pengine ni ukiangalia katika ulimwengu wa kisiasa na mambo kama yale mengine. Pengine ni huduma na mambo yote unaweza kuwa unapitia. Yesu anasema amani iwe. Kwa maana mwenye nguvu kutuliza dhoruba na mawimbi ni Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu.
Na kwa hivyo tunapomtegemea na kuenenda kwake kwa maombi na imani ndani yake, hakuna vita ambao tutashinda kupitia kwa Yesu Kristo, vita za kiroho. Simama imara, umtetee Yesu Kristo. Simama imara na Mungu akujaze amani na upate nguvu ya kuendelea, kwa maana kumtegemea Kristo kuna ushindi. Yesu Kristo anatuponya kama kanisa na kama watu wa imani, kwa maana nasi ndiposa tukaleta uponyaji katika ulimwengu. We are carriers of God's grace to that hopeless world. Ni sisi tutabeba ujumbe wa neema, ujumbe wa habari njema kupitia kwa Yesu Kristo. Ni sisi tutasimama katika pego na kuponya majeraha ya wengi yanao wanapitia katika majeraha, tuwape nguvu. Na katika mwito mjue kuna kubeba msalaba wa Kristo na kumfua. Lakini mjue tukiwa ndani ya Kristo tu zaidi ya washindi, kama vile tumesema. Mungu ainue nafsi zetu. Mungu atupe mwamsho mpya. Tukitoka katika ibada, kila mtu asikie ako na sehemu yeye binafsi kuchagia katika huduma ya Kristo, na pia kupeana neno la tumaini katika ulimwengu mzima. The authority is given, go ye therefore. The authority is from who? God. We have the mandate. What about the scope to all nations? Kwa mataifa yote tukitangaza habari njema. But there is a promise, I will be with you to the close of age. What an assurance. Ati Yesu Kristo amesema atakuwa nasi mpaka mwisho wa ulimwengu. Sio wakati ule mambo iko sawa sawa, sio wakati ule mambo iko ngumu na toro. Hapana, atakuwa nasi mpaka mwisho wa. What a mighty Lord we serve. What a great assurance that even in the most turbulent time in our lives, we can count on Jesus, who has promised never to leave us nor forsake us. Amesema hata tuacha kamwe. Mungu atupe nguvu na uwezo na neema kumtegemea yeye, na kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu mshauri, msaidizi wetu, tujue tutashinda kwa sababu ya imani ndani ya Kristo. Na tuombe. Katika hii hali ya maombi, pengine uko hapa na ni shauku la moyo wako ulipokuwa unakuja katika hii kanisa. Mungu unapotembelea watu wako na kutimiza mahitaji yao, ningetaka ukanikumbuka kwa ijabu au lingine. Kama Yesu Kristo alivyosema kwa wanafunzi, akawaambia wakati walikuwa na wasiwasi na uoga, akawaambia amani ya Mungu iwe nao. Siku ya leo Mungu anatujaza ile amani kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu.